Sasa sijajua miongozo ya BAKWATA yule bwana kuna kitu gani ambacho amekikeuka, kwa sababu BAKWATA inawasome lile baraza la ulamani watu waliosoma, na wale ndio waliomweka na wale ndio waliomtengua. Sasa wanapaswa, ikiwa kuna uhaja ya wao kutueleza sababu ni nini ya kumtengua, lakini ikiwa hakuna haja, kwa sababu sisi hatumchagua, wamemchagua wao wenyewe, wamemteua wao wenyewe, hakuna haja nyingine ya kutueleza sisi. Kwa sababu gani? Sisi hatujamchagua. Ingekuwa sisi tumepiga kura tumemchagua, tunayo haja ya kuhoji, we bwana vipi, mbona huyu mmemtoa kati sisi ndio tuliofanyaje, tuliomchagua, lakini mmemteua wenyewe, mmemtengua wenyewe. Sisi tunahusika nini na hilo jambo tena? Tuwezi kuhusika na hilo jambo. Walimteua wao, baadaye wakamtengua wao. Mimi nahusika nini katika hilo jambo? Ina maana wao ndo wanapanga, wanamtaka fulani, hawamtaki fulani, huyu kakiuka, huyu haja. Si kwamba tunashauriwa sisi hatushauriwi. Mkuu wa mkoa, yani shehe wa mkoa awe kama mbunge tuwe tunampigia kura. Wale wengi ndio wanaofanikiwa, kwamba tutaweza kumhukumu na kulalamika kwa nini kafanywa hivyo. Lakini ikiwa mnateua wenyewe, mnatengua wenyewe, mimi nalalamika, napeleka wapi malalamiko yangu? Kwa hiyo nitabaki kupiga kelele tu, lakini wenyewe wanajua nini sababu ya kumfanya huyu mtu tumtengue. Kwa hiyo BAKWATA ina taratibu zake na sheria zake na miongozo yake, kwa sababu alikuwepo Alhadi pale akafanya aliyoyafanya akatenguliwa, kaingia naye Walidi kafanya aliyoyafanya akatenguliwa. Lakini mimi nikwambie Bato, Walidi sio kapendwa kwa sababu ya ushehe wa mkoa. Walidi kabla ya kuwa shehe wa mkoa anapendezwa. Walidi kabla shehe mkoa watu wanampenda. Kabla ya kuwa shehe wa mkoa Walidi watu walikuwa wanampenda, na alipoingia shehe wa mkoa kuna baadhi aliwapoteza, kwa sababu mimi nikwambie Tanzania hii kuna watu hawaitaki kabisa BAKWATA, na ukiingia kule BAKWATA wanaona wewe umekwenda kupotea kule BAKWATA. Kwa hiyo alipoteza baadhi ya watu muhimu. Acha hawapiga kelele wasiojua chochote, hata kinachoendelea nini. Alipoteza watu ambao hawaipendi ile BAKWATA. Lakini Walidi alipokuwa yupo BAKWATA alikuwa anapendeza kwa kila mtu, alikuwa anamuona huyu ana msimamo, tena huyu ndo mwanaharakati wetu, alikuwa mtu mzuri zaidi ya mzuri. Lakini alipoingia tu kule kuna watu walipotea, akashaingia kule. Maana unajua BAKWATA bwana, kuna baadhi ya sehemu watu hawafurahiki nayo kwa namna ya miongozo yake ilivyo. Sasa mtu akitumbukia kule wanaamini yeye ndo anakwenda kubadilika, sio yeye kwamba atakwenda kuibadilisha nini BAKWATA. Baadhi ya watu wana imani ya staili namna hiyo. Kwa hiyo swala la Walidi kupendwa Bato, Walidi alikuwa anapendwa kabla atakuwa shehe wa mkoa. Walidi wote tulikuwa tunampenda vizuri kabla hata ushehe wa mkoa hajaupata, Walidi anapendwa. Kwa hiyo mimi natamani kuona BAKWATA wanatuwekea wazi, kutuondolea utata kwamba ametolewa kwa kukeuka nini ambazo kimemfanya atolewe. Lakini kwa sababu nafasi hii Yesu wa kwanza Alhadi alikuwepo naye akafanyaje, akaenguliwa. Kwa hiyo kuna kitu kipo katika kanuni na sheria za baraza, endapo shehe atakapoenda kinyume wana mamlaka ya kufanyaje, ya kumtengua. Si tunapiga kelele kwa sababu sisi hatuchagui mashehe wa mikoa. Kwa hiyo wenye kuchagua ni wale wenyewe, wanamtaka nani wamweke nani, inatosha kwao. Sheikh Shafi, moja kati ya sifa nzuri ambazo nimeona watu wanazizungumza, alikuwa ni kiongozi ambaye ana hekima za ushawishi kwa mtu au kwa watu ambao sio Waislamu, kwa washawishi wakaslimu wakawa Waislamu. Mfano mchezaji wa Young Africans Clement Mzize alislim, inaelezwa kwa ushawishi wa Sheikh Walidi. Lakini pia hata juzi kati tumeona ndoa ya msanii Gigy Money. Hivi karibuni tumeona alislim na akafungishwa ndoa na Sheikh Walidi. Lakini pia tuliona ndoa ya Diamond na Zuchu. Lakini pia tunaambiwa kwamba hiyo ndoa alifungisha Sheikh Walidi. Na ndio hiyo inaonekana kama baadhi ya watu maarufu, wasanii, wacheza mpira, wanamuona kama Sheikh Walidi ni mmoja kati ya mashia ambao wana sifa nzuri na ushawishi ambao walistahili kuendelea kuwa kama shehe mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, kwa yale ambayo ameyafanya kwa watu ambao walikuwa wanaonekana pengine wamepotea. Sasa baada ya Gigy Money kuozeshwa hiyo ndoa aliendelea nani? Yaani Gigy Money aliendelea nani? Alirudi kwenye dini ukweli wa kurudi, au aliendelea na mambo yake?
Au baada ya Diamond na Zuchu kuozeshwa hiyo ndoa kiliendelea nini tena? Bato bwana, haya mambo haya bwana, ndoa bwana, kwenye Uislamu ndoa, shehe hana nafasi yoyote kwenye ndoa. Hana nafasi yoyote. Ndoa akipatikana wali tu wa yule anayeozeshwa mwanamke, mashahidi, muoaji, ndoa inafungwa. Wala isifike mara kaonekana shehe ndo lazima awepo kwenye ndoa. Hilo swala kwenye dini lipo, lakini halina umuhimu sana kwamba eti ndoa ipite lazima shehe awepo, kwamba asome hutuba, hapana. Ila ameweza kuwashawishi vijana ambao walikuwa hivi, maneno yake yanatia busara. Yaani hiyo haki yake Walidi anayo. Mdomo wake unaweza kuzungumza kitu kikampa mtu ushawishi. Azungumzi kwa asila, anazungumza kwa hekima, anazungumza kwa busara, anazungumza vizuri, sio mtoaji matusi. Yote hiyo anayo Walidi. Na hiyo Walidi anayo kabla hajakuwa tashe wa mkoa. Hivyo vitu Walidi mbona anavyo, nature vyake, hekima zake Walidi anazo kabla hata hajakuwa shehe wa mkoa. Hivyo vitu anavyo. Yaani kuwa shehe wa mkoa kumemfanya ajulikane sana tu, lakini sisi tunajua Walidi ana hekima na busara na ni mtu mmoja makini. Hata tukiwaga na matatizo kama mfano sisi wahadhiri, ndio alikuwa mtu wetu Walidi. Ikifika mahala kabla hajaja kuwa shehe wa mkoa, kuna tatizo tunampelekea shehe Walidi, kaka kuna 1 2 3, na alikuwa anatusikiliza. Walidi hiyo kanuni anayo na sifa hiyo anayo. Ila mimi ninachosema, watu kupiga kelele kwa mtu ambaye wao hawakumchagua. Yule aliteuliwa na BAKWATA na katenguliwa na BAKWATA. Uwezi kujua kwa nini alitenguliwa, cha kuomba sisi tunataka BAKWATA watueleze tu alitenguliwa kwa sababu ipi. Sasa sisi hatuchagui Bato, tunalalamika nini? Unayemuona wewe kwako mzuri, kwa wao sio? Kuna vipengele labda anavikeuka ndani yake. Kwa hiyo na maana huyu shehe wa mkoa angekuwa anachaguliwa na Waislamu wenyewe, kwamba wao ndio kuweza kumwadabisha kwamba umekosea, utatoka, tukutaki. Lakini sasa imefika mahala wanateua watu wengine, wanatengua wao, wewe unaliingilia hilo jambo, linakuhusu nini sasa? Unakwambia bora tubisu ndani ya BAKWATA kuna fikra fulani. Ndio tunataka wao tuambie wenyewe waliyemtengua kwamba nini kinachoendelea ndani ya BAKWATA. Yaani kuna kitu gani kinachoendelea? Unajua bwana, mimi nikwambie kitu, usipoheshimu wadogo, ikifika mahala ukivunjiwa heshima, wadogo watakuwa wanacheka. Uheshimu wadogo? Wewe si mkubwa, usipomheshimu mdogo, kuna mahala ukivunjiwa heshima, wadogo watakuwa wanacheka tu. Unamaanisha nini Shafi? Kama kuna fumbo unatupiga. Mimi utalifumbua wewe hilo. Hilo mimi nishamaliza. Watu hawajawaheshimu wadogo. Basi itafika mahala na wao wakivunjiwa heshima, watu watakuwa wanafurahia. Lakini Walidi ni mtu smart. Mtu smart, mtu makini, ana hekima, ana busara. Hata ushauri kwake ni ushauri mzuri ambao anaweza akakupa kwamba unatakiwa 1 2. Mimi nilikuwa nakwendaga sana ofisini kwake, akaa nazungumza vizuri kabisa. Na mimi sipigagi simu kwa Walidi kwenda ofisini. Sipigi simu mimi. Labda nikiulizia ofisini yupo leo, nafika tunaambia bwana Shafi niko nje mdogo wako. Naingia, nazungumza tunafanyaje, tunapamba. Kuna siku nakumbuka tumekaa ofisini pale, akaja mtu akaleta mada za kisayansi. Shehe Walidi aliniambia, Shafi mada zenu hizo natakiwa mpambanie Uislamu. Kweli kabisa niseme. Japo kuna, lakini ni ukweli huo ndio ulivyo. Ni mtu mmoja smart makini, ila hatuwezi kujua kwa nini alitolewa, kwa sababu hata wale baraza la ulama ni watu waliosoma. Je, kuna kanuni na sheria ambazo yeye alizikosea? Acha sisi muono wetu wa nje tunavyomuona yeye. Je, kule ndani kuna kitu gani? Hilo ndio tatizo. Kwa hiyo wakina Alikamwe, wakina Jemedali Saidi na wasanii watulie kwanza, wasubirie wasubiri, wasitake kutupigia kelele katika jambo ambalo wao hawajamchagua shehe wa mkoa. Waliomteua ndio waliyemtengua. Hawajui dini kina Jemedali, wao Alikamwe hawajui dini. Wao wanawaza kuangalia sura ya mtu ya nje ikoje. Usitazame mtu sura yake ya nje ikoje. Je, matendo yake yakoje? Je, vitu vyake vikoje? Inawezekana ndani ya watu waliyemteua kuna masharti waliekeana pale, masharti hajaenda vizuri, nasema mwenendo
hauhusiani na mwendo mzuri wa baraza. Je, kuna vitu gani vilitakiwa vifanye? Ili tunasubiria tamko ambalo watakalotoa. Tunatamani tusikie BAKWATA wanatueleza kwamba sababu 1 2, kama wataona kuna uhitaji wa kutoa hizo sababu. Bwana, si tumekuteua kwa sababu 1 2 3 4, na hizo uonyeshi kwenda nazo sawa. Hizi taratibu zetu unaenda kwa taratibu ambazo wewe mwenyewe unazozihitaji. Kwa hiyo sisi tunakutengua, tunakusimamisha. Maybe utapokuwa uko tayari kufata taratibu zetu tutakuweka. Lakini sasa sisi tukilalamika, sisi tunamlalamikia nani? Basi kama hivyo tuanzishe baraza letu ili tumweke yule bwana, ambalo tutakuwa na mamlaka ya sisi wenyewe, tunachokitaka ndicho tutachofanya. Lakini kama baraza la BAKWATA lina baraza la ulamaa na lina sheria zake, inawezekana huyu bwana katika kanuni za sheria nyingine hafuati, wakaamua kumtengua kwa kanuni hizo. Na yeye sio wa kwanza. Mimi naona kwa nini tunapiga kelele? Kutenguliwa mtu BAKWATA sio wa kwanza. Kile cheo alichokuwa nacho, alikuwa nacho Alhadi Musa, alitenguliwa. Asalamu alaikum, mfuatiliaji wa media yako pendwa kabisa, na mbele yako leo tunaye Sheikh Shafii, tuzungumze naye kubwa zaidi linalohusu alikuwa shehe mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Sheikh Walid baada ya kusimamishwa ama kuenguliwa. Tumezungumza mashehe wengi, kuna tuje kupata busara za Sheikh Shafii. Asalamu alaikum. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Shafii, kwema? Ninashukuru Mungu, sijambo, alhamdulillah. Mzima Ijumaa hii tumeipata, tumeswali, Mungu katupa afya, tunashukuru bwana. Unaona comment nyingi baada ya hii swala lote kutokea hapa katikati, kusababishwa kwa Sheikh Walid, lakini pia na hizi ambazo zinaendelea kuhusu yule mwanadada. Comment zinasema bwana, jitahidi umtafute Sheikh Shafii tumsikie ataliongeaje hili baada ya mashehe wengi kuonekana kulizungumza. Sheikh Shafii, nini tofauti ya kusimamishwa na kuenguliwa? Kusimamishwa maana yake umesimamishwa, lakini unawezekana ukarudi tena. Kuenguliwa maana yake umeondolewa. Sasa Walidi kasimamishwa, kaenguliwa. Wametaja kusimamishwa au wametaja kuenguliwa? Kuenguliwa. Mbona mimi nimesikia kasimamishwa? Alafu kuna mtu kakaimu. Kuna utofauti hapo, tuelewe Kiswahili kidogo. Mimi nimeona kwamba imemsimamisha, na sio peke yake, kuna mashehe 3 pamoja na yeye anakuwa 3, wa Kigoma, wa Singida na wa Dar es Salaam. Kwa hiyo kusimamishwa maana yake unapisha kitu kifanyike, sio? Wakijiridhisha watu huenda kule kusimamisha kukaenguliwa, sio? Au mimi naelewa vibaya Kiswahili? Ndio ilivyo. Kwa hiyo hajaenguliwa. Kwa sababu ya kuwa hajaenguliwa, na ndo maana Sheikh basi akakaimu. Au sio Kiswahili kizuri? Faswaha, yule kakaimu. Hawajampa kwamba wewe ndio sasa shehe wa mkoa, ila kwa sasa umekaimu na huyu kasimamishwa. Maana yake kipo kitu wenyewe BAKWATA wanafikiria. Kwa sababu mimi sikusoma kwamba katolewa, sikusoma kwamba kafanyaje, mimi nimesoma kasimamishwa. Labda kama kuna kauli ya kuenguliwa, hiyo sasa ya kuijadili. Manake ukienguliwa, manake ukitolewa, manake we tena haumo. Ila kusimamishwa manake unajua unasimamishwa, kuna kitu unakipisha. Alafu baada yake kama kikionekana uko sawa, sipo sawa, maamuzi yatafuata. Aidha uchunguzi. Yes. Kwa hiyo tutafsiri hivyo. Kuna kusimamishwa na kuenguliwa. Simamisheni mfanye uchunguzi. Kwa maana kipindi kile anakuwa hayupo katika yale majukumu yanafanyiwa uchunguzi. Kwa hiyo amesimama katika ile kazi. Ukishabainika 1 2 3 ndo wenye mamlaka watajua sasa unarudi au unaondoka. Kusimamishwa kwa Sheikh Walid kama ambavyo Sheikh Shafii unazungumza, kunaleta mjadala mingi sana. Tunaelewa kwamba ukisimamishwa bado hujaingiliwa kama ambavyo umesema, na kama kuna uchunguzi unafanyika, lakini kusimamishwa kwake tumeona mitandaoni kulivyolipuka, vijana wanaonyeshwa bado wanamhitaji Sheikh Walid. Hii kwako kama kiongozi wa kiimani unaweza kuizungumziaje?
Kwanza mi nimeona katika mitandao watu wengi sana wanasema wana imani na Sheikh Walid, wanamhitaji, wanafanyaje, lakini nimeona mpaka Wakristo sio Waislamu wanasema wanamtaka Sheikh Walid. Sijui kulikuwa na faida gani kwao mpaka inafika mara wanasema tunamhitaji. Nimeona kina Ali Kamwe, mashabiki wa mpira wanasema tunamhitaji Sheikh Walid. Sijui alikuwa na muamala gani kwenye mpira, nashindwa kuzungumzia, lakini nimeona wasanii nao wanasema tunamhitaji shehe wetu. Sijajua alikuwa na muamala gani na wale wasanii mpaka imefika mahala wasanii waseme kwamba tunamhitaji shehe wetu. Kwa hiyo nimeona watu wengi sana wamesema kwamba tunamhitaji, kwa nini asimamishwe. Lakini mimi nataka niseme kitu kimoja. BAKWATA ni taasisi ambayo ina taratibu na sheria zake kinyume na sisi tunavyohitaji. Nikisema hivyo sijui Bwana Bato unanielewa kwamba BAKWATA ni taasisi yenye katiba, kanuni, sheria zake, miongozo yake. Unaona tofauti na sisi tunavyohitaji. Sijui umenipata? Tofauti na sisi tunavyohitaji. Kwa hiyo BAKWATA wao wana maamuzi ya kufanya ikiona mtu amekeuka kuenda katika taratibu ambazo wao wanazohitaji. Japokuwa kwenu nyinyi mnamuona mtu sahihi, lakini kwao wanakuwa sio mtu sahihi, kwa sababu tumewekeana kanuni, taratibu na sheria, inaonekana we hauendi nazo vizuri. Kwa hiyo BAKWATA kumsimamisha wanatakiwa tu watupe sababu iliyomfanya wao wamsimamishe, ili tuielewe kwamba huyu amesimamishwa kwa sababu 1, 2, 3, 4, ili na sisi tuweze kujua kumbe huyu bwana mwenendo wake haukuwa sawa, alikiuka kifungu 1, 2, 3, 4, ndio sababu ambayo imemfanya asimamishwe. Kwa natamani kuona BAKWATA wanatuambia iko kitu, kwa sababu wao wamesema wamemsimamisha kwa sababu haendi na taratibu za baraza zilivyo. Kwa hiyo si tunahitaji kujua taratibu gani ambazo Bwana Walid haendi nazo. Hizo ndizo zilizomfanya asimamishwe. Sasa wakitokea watu wakisema kwamba si tunamhitaji Sheikh Walid, mimi niwape tu option. Yule kachaguliwa na BAKWATA, waliomchagua ndio waliyemtengua. Sasa ikiwa sisi bado tunamhitaji, basi tumtafutie engo nyingine ambayo anaweza sisi akatuhudumia. Lakini kwa engo ya wale ambao waliomchagua, waliomteua, tofauti ya kuchagua na kuteua. Yule kateuliwa, waliomteua wana uwezo wa kumtengua. Kwa hiyo sisi kazi yetu ni kusikiliza na kuona. Hatuna mamlaka ya kumteua, hatuna mamlaka ya kumtengua. Kwa hiyo wale waliomteua, unless wana mikataba waliokubaliana au wana masharti waliopeana au wana kanuni walizopeana, ameshindwa kuzitekeleza, wakawa wameumna nafasi haikufai, wakaamua kumtengua. Japokuwa huyo mtu katika jamii yetu sisi tunamuona mtu bora, tunaona mtu amana kwa namna anavyoishi na sisi. Je, lakini wale waliomchagua, waliomteua, anakwenda nao sawa? Kwa sababu wale ndio wenye mamlaka. Bwana, si tumekuteua kwa sababu 1, 2, 3, 4, na hizo uonyeshi kwenda nazo sawa hizi taratibu zetu, unaenda kwa taratibu ambazo wewe mwenyewe unazozihitaji. Kwa hiyo sisi tunakutengua, tunakusimamisha. Maybe utapokuwa uko tayari kufuata taratibu zetu tutakuweka. Lakini sasa sisi tukilalamika, sisi tunamlalamikia nani? Basi kama hivyo tuanzishe baraza letu ili tumweke yule bwana, ambalo tutakuwa na mamlaka ya sisi wenyewe, tunachokitaka ndicho tutachofanya. Lakini kama baraza la BAKWATA lina baraza la ulama na lina sheria zake, inawezekana huyu bwana katika kanuni za sheria nyingine hafuati, wakaamua kumtengua kwa kanuni hizo. Na yeye sio wa kwanza. Mimi naona kwa nini tunapiga kelele? Kutenguliwa mtu BAKWATA sio wa kwanza. Kile cheo alichokuwa nacho, alikuwa nacho Alhadi Musa, alitenguliwa, waliomteua wakamtengua, akawekwa huyu bwana Walid, kaongoza naye, waliomteua wamefanyaje? Wamemtengua. Shida iko wapi sasa? Isipokuwa sisi tunataka baraza tu lituambie shida yake kubwa huyu bwana ni nini, mpaka imefika mahala sasa ametenguliwa, kwa sababu wao wametuachia kitendawili ambacho hakina majawabu. Sisi mtaani, sisi tunamuona huyu bwana mtaani mtu mwema, inawezekana katika baraza sio mtu mwema.
Sasa unawezekana kwa watu ukawa mtu mwema, lakini kwa wale waliokuteua wao sio mtu nani, sio mtu mwema. Kuna vipengele wewe uendi sawa. Lakini Shafi, wapo ambao wanazungumza kwamba ukiona kiongozi watu wengi wanampenda, wanamkubali, lakini pia hata wale watu ambao hayupo nao katika imani moja, basi ujue huyu kiongozi anakubalika sana jamii, lakini pia ni mtu mwema. Inategemea sasa, inategemea sana. Kwani mimi hakuna watu wanaonikubali? Nakubalika sana Sheikh. Sinakubalika sana Tena hata na kuna watu wanaonipinga. Inamaanisha mimi ndo mwema? Hapana. Kukubalika kwa watu na kupendwa na watu inawezekana. Jamii gani wewe inayokupenda? Unapendwa na watu wa aina gani? Wanaokupenda wazee, watoto, wanawake, vijana, wasanii, wana michezo. Wanakupenda wewe kwa sababu bwana, dini ina taratibu bado. Kwa mfano mambo ya usanii dini haikubaliani nayo vile wanavyofanya wale wasanii wale. Tunawakemea. Je, ukiwakemea watakupenda? Ukiona wanakupenda wewe unaenda nao sawa. Unaendana nao, ndio maana wewe wanakupenda sana kwa staili hiyo. Haya, leo kina Ali Kamwe wacheza mpira, unaamiliana nao vipi wachezaji mpira mpaka wakupende? Wasitaki watu kuleta mambo ya kijamii wakayaingiza kwenye dini. Dini ina taratibu zake na sheria zake na miongozo yake. Inawezekana jambo likawa katika jamii linapendeza, lakini katika dini hilo jambo halipendezi. Watu hawawezi kukuacha kwa sababu eti jamii inakupenda, eti wewe unapendwa kwa sababu wachezaji mpira na mashabiki wanakupenda. Unataka kulazimisha dini nayo ikupende kwa sababu watu fulani wanakupenda. Dini ina taratibu na miongozo yake.